إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار بنهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ثم أوصي نفسي بالتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. عباد الله، nakuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo ninavyoihusia nafsi yangu katika swala zima la uchamungu. Na uchamungu ni wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala, pia ni wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika umma huu. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Andaeni zawadi ya kwenda nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na akatuambia Allah subhanahu wa ta'ala, zawadi iliyokuwa bora yenye manufaa kwa mja ni zawadi ya uchamungu. Wattaquni ya ulil albab. Allah anasema, mcheni mimi, niogopeni mimi, enyi watu wenye akili iliyesalimika. Ibadallah, i'lamu anna afdal al-ayyami ad-dunya al-ayyamu allati yantadhiru al-muslimuna as-sadiquna qudumaha.
Ibadallah, fahamuni ya kwamba bora ya masiku ya duniani, masiku bora ya duniani, masiku ambayo wanayasubiri waumini wa kweli waweze kuyatumia masiku hayo katika matendo mema, masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyapambanua ndani ya kitabu chake, masiku ambayo ametufahamisha Mtume sallallahu alayhi wasallam ubora wa masiku hayo. Masiku hayo si masiku mengine, ni ayyamul ashri Dhulhijja, ni masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, masiku ambayo ima ni siku moja au mbili tunayasubiri. Allah subhanahu wa ta'ala ameyapambanua masiku haya ubora wake. Allah subhanahu wa ta'ala ameyapambanua masiku haya umuhimu wake kwa Muislamu. حيث أقسم الله سبحانه وتعالى فقال: والفجر وليال عشر، إلى أن قال: هل في ذلك قسم لذي حجر. Miongoni mwa ubora wa masiku haya masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja ni masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaapia ndani ya kitabu chake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wal fajrin wa layalin ashrin, anaapa Allah kwa wakati wa alfajiri na masiku 10. Na Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair, razi za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yao, anasema masiku haya ni masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, ndiyo masiku ambayo Allah kayaapia. Mwisho wa kiapo Allah anasema, hal fi dhalika qasamul lidhi hijr, hivi kuna kiapo kingine aapiwe mtu yule mwenye akili timamu? Kuna kiapo kingine kuliko hichi? Na sote tunafahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mtukufu, hawezi kuapia kitu isipokuwa kina utukufu wake. Kwa hiyo ni masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaapia. Pia masiku haya 10 ni masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya kitabu chake katika surati al-Hajj, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumatin, ila akhir al-aya, akiwazungumzia wale waliyefanya safari ya hija kwamba ni masiku ambayo watashuhudia manufaa ya ibada yao ya hija, ni masiku ambayo watashuhudia manufaa ya dunia yao katika safari hiyo ya hija. Na hakuna manufaa yaliyokuwa makubwa zaidi kwa mahujaji ni kusamehewa makosa yao na ibada yao kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na akasema, wayadhkuru isma Allah fi ayamin ma'lumat, kwamba ni masiku ambayo waja wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana wamtaje Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku maalum. Miongoni mwa fadhila za masiku haya
katika hadithi ambayo inaisimuliwa na Umar ibn al-Khattab, hadithi ambayo ipo katika sahihi mbili. Anasema Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan min al-yahud qala lahu ya amira al-mu'minin ayatun fi kitabikum تقرؤونها لو علينا نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيد. Anasema Umar ibn al-Khattab, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yake, kwamba alikwenda Myahudi kwa Umar, na wakati huo Umar ni amiri al-mu'minin. Akamwambia, ewe amiri al-mu'minin, ndani ya kitabu chenu kuna aya ambayo nyinyi mnaisoma ndani ya kitabu hicho. Aya hiyo ingeshuka kwetu sisi Mayahudi, siku hiyo tungeifanya iwe ni siku ya sikukuu kwa Mayahudi. Umar ibn al-Khattab akamuuliza, ayu aya, ni aya gani hiyo? Myahudi akamsomea Umar ibn al-Khattab, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aya hii ingeshuka kwetu sisi Mayahudi, tungefanya siku hii iwe ni siku ya sikukuu. Na wakati inashuka aya hii, Umar ibn al-Khattab, radhi za Allah ziwe juu yake, alilia sana Umar. Masahaba wenzake wakamshangaa, nini kinachokuliza wewe Umar, wakati Allah anatoa tangazo amekamilisha dini na pia neema zake amezikamilisha, amezitimiza, na ameridhia Uislamu iwe ndiyo dini yake, kinachokuliza wewe nini? Umar ibn al-Khattab akasema, hili ni tangazo kutoka kwa Allah, anatupa habari kwamba si muda mrefu Mtume sallallahu alayhi wasallam ataondoka katika dunia hii. Kwa sababu dini ikishakamilika, atabaki anafanya nini sasa? Kwa hiyo Umar akamwambia yule Myahudi, mimi ninajua aya hii imeshuka wapi, lini imeshuka. Aya hii imeshuka siku ya Arafa, katika viwanja vya Arafa, mwezi 9 Dhulhijja, na ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Kwa hiyo miongoni mwa fadhila za masiku haya 10 kuna siku ya Arafa, ambayo siku ambayo Allah anatangaza, alitoa tangazo lake kwamba dini imekamilika. Na watu wa tafsiri wanatuambia haikupita isipokuwa siku 83 Mtume akaondoka katika dunia hii. Ibadallah, masiku haya 10, ipo siku ambayo ubora wake na fadhila zake Allah alidhihirisha kwa Nabii Musa alayhi salam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa'adna Musa 30 laylan. Allah alimuahidi Nabii Musa afunge siku 30. Wa atmamnaha bi'10. Baada ya kumaliza siku 30, Allah akamwongezea siku 10. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, zikatimia siku 40, siku ambazo Allah aliweka ahadi kukutana na Nabii Musa alayhi salam ili amkabidhi Taurati. Na siku ya 10, siku 30 ilikuwa za mwezi huu wa Dhulqaada,
ambazo Nabii Musa alifunga siku 30 hizi, kisha akaongezewa masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Siku ya kuchinja ndiyo siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikutana na Nabii Musa, na ndiyo siku ambayo Allah alimkabidhi Nabii Musa Taurati, kuonyesha ubora wa masiku haya 10. Miongoni mwa ubora wa masiku haya 10, katika hadithi ambayo inasimuliwa na Abdullah ibn Abbas, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yao, ani nabii sallallahu alayhi wasallam annahu qala ma min ayyamil amalin salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashrin. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna masiku ambayo ni bora zaidi mja kutenda matendo mema ndani ya masiku hayo kuliko masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Haya ni masiku ambayo Muislamu anatakiwa ashindane katika kutenda matendo ya kheri. Tendo la kheri ndani ya masiku haya analipenda mno Allah subhanahu wa ta'ala, na malipo yake ni makubwa mno. Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah, matendo mema ambayo mja atayafanya ndani ya masiku haya yanaweza kushinda jihadi fi sabilillah? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, naam, wala jihadu fi sabilillah, isipokuwa jihadi moja tu, jihadi ambayo atatoka mtu na mali yake hakuna kitakachorudi, yeye akafa shahidi na mali yake ikaishia huko, basi huyu atakuwa bora. Ibadallah, haya ni masiku ambayo Muislamu anatakiwa akithirishe kutenda matendo mema. Ud'u rabbakum maghfira wa antum muqinuna bil ijaba fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwa al barru al karim fastaghfiruhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah inna Allaha bima ta'maluna basir. Surat al-Baqarah. Ibadallah, nakuhusieni mara ya pili wasia ambao ametuhusia Allah subhanahu wa ta'ala, wasia ambao ametuhusia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wasia wa uchamungu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, chochote ambacho mja atakachokitanguliza kwa ajili ya nafsi yake, jambo lolote la kheri ambalo mja atalitanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya manufaa ya nafsi yake, tajiduhu inda Allah, atakikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama ni kidogo kiasi gani. Inna Allaha bima ta'maluna basir, hakika Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale mnayoyafanya ni muoni wa hali ya juu kabisa, hakuna kinachofichikana kwake. Ibadallah, haya ni mahimizo kwa mja kuyatumia masiku haya 10 kwa ajili ya kukithirisha ibada mbalimbali, na mja ayafungue masiku haya 10 pale yatakapokuwa yamemkuta, ili hali akiwa hai na afya nzuri, kwa toba ya kweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayafungue masiku hayo kwa kufanya toba ya kweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.
kwani toba ya kweli ni sifa ya mu'min. Watubu ila Allahi jami'an ayuha almu'minun la'allakum tuflihun, tubieni wote kwa Allah subhanahu wa ta'ala, enyi waumini, ili iwe ni sababu ya mja kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuyatumie masiku haya kwa kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kukithirisha kuleta tahlili la ilaha illa Allah, kukithirisha kuleta takbira Allahu akbar na tasbihi na matendo mengine ya kheri, kwani kwa kufanya hivyo ni moja ya sababu ya mja kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasul sallallahu alayhi wasallam, man salla alayhi salatan sallallahu alayhi 10. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فأقم الصلاة.